na si kuhukumu. Ndio hivyo, unakuta mwingine anapata anaamua kukomana kuoshaosha vioo vya magari nini, mara akakwamba brother, una jero hapo, ngoja nikufagilie nifanye hivi na hivi hivyo yani. Na changamoto kubwa inakuja anapokuwa mwingine anamfuata, bwana brother, naomba nikufagilie. Hiyo tu mtu kumpa 200 kumpa 500, maana hachagui hela, utakachompa anafanyaje? Anafanya. Sasa changamoto inakuja ndo kama hapo, mwingine anamjibu vibaya hivyo, kwa ile namnyima moyo na nguvu ya kufanyaje. Unakuta sometime moja mwingine anakaa anawaza, ndio chanzo hicho unakuta wafuta bangi hao wanatokea huko huko. Kutokana na mazingira, mtu stress na nini inamfanya kusababisha vitu kama hivyo. Ni swala la serikali na wazazi wakae chini kwanza, waondolewe hao wazazi ambao wako mabarabarani, watoto ambao wanawafuata wazazi wao. Unaona bwana, kama wanayo matatizo ya kuweza kusaidiwa ili wakatulia, iwe vijijini iwe mjini, lakini wakishakuwa sehemu kamili za kuweza kukaa wao na kuweza kujua kwamba watoto wetu tunawalea vipi. Kuwe na hizi taasisi za kidini ziwachukua watoto wa mitaani, ziwalee, wanapitia changamoto nyingi sana, ziwalee watoto, watoto kama sadaka, wawalee hawa watoto. Lakini kingine zaidi ni watu wapewe elimu, wawe na maarifa zaidi kuhusu watoto wa mitaani. Sasa hivi ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia, yani ulimwengu wa kidijitali. Hivyo nafikiri watu watakapokuwa na maarifa zaidi, basi tutapunguza hawa watoto wa mitaani. Kama ilivyokuwa kwa watoto wengine wa mitaani, hata pia kwa Latifa ana ndoto kubwa katika maisha yake, ambako hitaji lake la kwanza ni kuweza kuwasaidia wazazi wake walioko Kigoma. Ndoto yangu ilikuwa mimi hapa kusoma ili nije kuwa daktari, ila kwa mambo yalionikuta sikuweza kusoma na kutimiza ndoto zangu za kuwa daktari. Ila kwa sasa hivi natamani kujitafuta, kupata mtaji, niweze kufanya biashara ili nirudi Kigoma nimsaidie mama yangu.